Na baada ya kufuatilia links ambayo kwamba na habari ambayo kwamba tumepokea kutoka sehemu mbalimbali, na tukajadiliana sote kamati nzima, uamuzi wa kwa kamati ni kama inafuatilia. This press statement on this on the evening of 19th of March 2026, corresponding 19th of Ramadan 1447 Al-Hijri. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, the office of the Chief Qadi hereby confirms that the crescent moon marking the beginning of the month of Shawwal 1447 Al-Hijri has been successfully sighted this evening in various areas within our country, notably Kwale County, in particular in Ramisi area, where 3 people confirmed to have seen the crescent at an appropriate time, which the sighting is possible, and they have taken oath and confirmed that they have seen the crescent. And the 3, their credibility have been confirmed by the Imam and the Sheikh of the area. Accordingly, the month of Ramadan has come to an end, and tomorrow, Friday 20th March 2026, shall be the first day of Shawwal and the day of Eid al-Fitr. I take this opportunity to congratulate all Muslims and wish you and your families a blessed and joyful Eid al-Fitr Mubarak. Tusema Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal shukru kullu wa lakal hamdu bikulli ni'matin allati an'amta biha alayna. Ahibati fillah, Acting Chief Qadi wetu Sheikh Sukian, Mwenyezi Mungu amhifadhi, ameweza kutangaza habari za mwezi, na kesho ikiwa tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 tutaweza kuidi kwa pamoja. Furaha iliyoje, fakhri iliyoje, sote kama Waislamu kujumuika kwa ajili ya ibada ya Eid. Tusema ni neema, ni furaha kila tukiwa pamoja. Wale walioanza kufunga mapema na walioanza siku ya pili, kesho tunakutana kwa ajili ya swala ya Eid. Mwenyezi Mungu atutakabalie. Japo amechukua muda mrefu, lakini ni jambo la kidini, ni jambo ambalo kwamba ni amana. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mtume anasema ni nyote ni wachungaji na nyote mtaulizwa juu ya uchungaji wenu. Ni amana na anajua ni jambo la dini, lazima afatilizie kwa umakini. Na naam, kuchelewa huko si jambo lolote ama haidhuru kisheria. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna siku wamefunga Ramadhani ya 30 mpaka majira karibu jioni, msafara ukaingia katika mji wa Madina, wakakuta Mtume amefunga na masahaba. Wakamweleza, ya Rasulullah, mko katika saum? Sisi huko tunakotoka tuliona mwezi jana. Mtume akamweleza Bilal, adhinia watu wafturu, na ni karibu na jioni, adhinia watu wafturu, kesho tutaswali swala ya Eid asubuhi. Al-amru amru din, jambo ni jambo la kidini. Waonaje taswira kama hiyo itokee zama zetu? Hata si kufunga mpaka jioni, kufunga mpaka saa 2 asubuhi. Je, tutachukua nyayo za mtume wetu sallallahu alaihi wasallam? Na kwa hilo tumpongeza former Chief Qadi Hamadi. Wakati wake kuna siku watu wanajiandaa kula daku, akatangaza leo ni Eid, leo ni Eid. Wacha Acting Chief Qadi wetu Sheikh Sukian kutangaza saa 3, yeye watu wanajiandaa kula suhur, kula daku, akawatangazia kwa leo ni Eid. Kwa nini? Kwa sababu jambo la kidini, na yatakiwa tujue ni amana. Tupatie ofisi ya Chief Qadi nafasi ya kujua habari mpaka kuthibitisha mpaka uhakika. Isiwe ni pahala pa mbio mbio ama haraka, labda saa 1:30 khalas tushamaliza, hata habari zikija ofisi ya kutangaza ishafungwa. La, hili ni jambo la kidini na mawasiliano yametofautiana, habari kufikia mahala zimetofautiana, watu hawako sawa. Naam, tusema Mwenyezi Mungu awe ni mwenye kututakabalia.
Na hapa kama tulivyowahi kuzungumza katika mazungumzo yetu ya awali, kwa wale ambao kwamba walikuwa washakatikiwa kuwa leo mwezi hauwezi kuonekana. Kwa nini? Kwa sababu ya wanafalaki, kwa sababu ya ilmu ya hisabu. Hapa Mtume anasema fungeni kwa kuona, mfungue kwa kuona. Chief Kadhi ambaye kwamba ndiye mwenye dhima, ndiye kiongozi, dhima yote iko kwake, ametutangazia habari za mwezi. Na hapa wenye hisabu wanatueleza mwezi hauwezi kuonekana kabisa. Je, wewe Muislamu utamfuata nani? Utamfuata mwenye ilmu ya falaki ama utamfuata mwongozo wa mtume wako sallallahu alaihi wasallam? Tusema tusifarikishe umma, wala tusilete tashwishi katika umma, wala tusilete mgawanyiko katika umma kwa jambo ambalo kwamba hakutuachia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, mna kiigizo chema kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Tusema Eidukum mubarak, taqabbal Allahu minna wa minkum salihal a'mal.